Duniani ziko nguvu za aina 5. Ya kwanza, nguvu ya fedha, the power of money. Mtu ana pesa, kwa hiyo ana nguvu. Nguvu ya pili ni elimu. Mtu amesoma na anavielewa vitu. Hana hela kabisa mfukoni, ila ukimsikia anaelezea vitu unasema hapa shule ipo. Ana nguvu ya elimu, power of academics, elimu yake, na akizungumza mahali mnamkubali kwa sababu amesheheni elimu. Jambo la tatu, nguvu ya ushawishi, influence. Hana pesa, hana elimu, ila kwenye jamii amefanya mambo mpaka akawa na ushawishi. Cha nne, nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu, the power of God. Kama mtu akana kitu, akana hela, akana nyumba, akana nini, kakisema kwa jina la Yesu kaa chini, utakaa. Kakisema kwa jina la Yesu naamuru we kipofu, inakuwa. Na cha tatu ni nguvu ya mamlaka. Mamlaka kwa maana ana cheo, rais. Hizo nguvu hizo mtu akiwa nayo moja anaweza kusukuma. Lakini kwenye hizo sasa, nguvu mama ni nguvu za Mungu ambayo ina dominate nguvu zote. Umenielewa Nguvu ya Mungu ina dominate nguvu ya pesa. Nguvu ya Mungu ina dominate nguvu ya elimu. Nguvu ya Mungu inatawala nguvu ya mamlaka. Nguvu ya Mungu inatawala nguvu zote hizi ambayo ndiyo wewe unayo ndani. Na hatimaye nguvu ya Mungu ina uwezo wa kuleta vyote hivi tulivyovitaja.